Rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS Boniface Mwabukusi ameibuka na kuzungumzia juu ya propaganda ambazo zimekuwa zikiibuka siku za hivi karibuni. Boniface Mwabukusi kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X aliandika ujumbe akiashiria na kusema kwamba tuache propaganda juu ya uhai wa Tanganyika. Hakuna taifa linalotuonea wala kutuingilia mambo yetu ya ndani kinyume cha sheria za kimataifa. Yanayotupata leo yanatokana zaidi na ujinga wetu wenyewe, ukatili wetu wenyewe na kushindwa kuwajibika kwa mujibu wa sheria na katiba ya nchi. Tumeacha misingi ya utawala wa sheria na kujigeuza kwa miungu watu wasioguswa na uwajibikaji. Hatuwezi kuua, kutesa, kushambulia na kupoteza maelfu ya watu halafu tukajificha nyuma ya neno sovereignty. Huo sio ulinzi wa mamlaka ya taifa. Huu ni upotoshaji wa dhana ya sovereignty chini ya sheria za kimataifa. Kwa mujibu wa katiba ya Umoja wa Mataifa, iwe ni chata, mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa, azimio la kimataifa la haki za binadamu, mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu, pamoja na kanuni ya responsibility to protect, mataifa yana wajibu wa kulinda uhai, utu, uhuru na usalama wa wananchi wake. Sovereignty katika sheria za kimataifa sio leseni ya serikali kufanya ukatili dhidi ya watu wake bila kuwajibishwa. Sovereignty na mipaka ya kisheria na kiutu iliyowekwa na mikataba ya kimataifa, sheria za haki za binadamu na wajibu wa mataifa kulinda wananchi dhidi ya mauaji, mateso, upotezaji wa watu na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Pale ambapo taifa linashindwa au linakataa kulinda haki za msingi za wananchi wake, jumuiya ya kimataifa kupitia taasisi zake halali inaweza kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria za kimataifa ili kuzuia ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Ndio maana hatua mbalimbali zinazochukuliwa na baadhi ya mataifa ya Ulaya, Marekani na taasisi za kimataifa kuhusu maafa ya Oktoba 29 dhidi ya Watanganyika, ikiwemo mauaji, upotezaji wa watu, mateso na vitendo vinavyokiuka misingi ya haki za binadamu, zinaweza kuwa na misingi ya ndani ya mfumo wa sheria za kimataifa na wajibu wa kimataifa wa kulinda utu wa binadamu. Tusipokuwa tayari kuwajibisha wenyewe, tutajikuta tunawajibishwa na jumuiya ya kimataifa. Ukweli, haki, utawala, sheria na uwajibikaji ndio msingi pekee wa kulinasua taifa letu kutoka katika mkwamo huo. Boniface Mwabukusi, Shambani Busokelo, aliandika hivyo Boniface Mwabukusi kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X kufuatia kauli ambazo zimeibuka siku za hivi karibuni, hasa viongozi wa dini ambao siku ya leo pia walizungumzia wakionya Marekani kutoingilia uhuru wa serikali ya Tanzania kufuatia baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakiendelea dhidi ya kamati ya mahusiano ya mambo ya nje ya Marekani kuweka vikwazo kwa baadhi ya maafisa wa serikali ya Tanzania.